Siku ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana na amekuwa mwema, na mahali nimefika sio mimi, sio nguvu zangu wala kujua kwangu wala kuhitimu sana, lakini ni kwa neema. Ni Bwana na huruma zake akanifanya jinsi nilivyo. Kuokoka kwangu pia si kwa kazi, sio kazi nilifanyia ama nikahitimu ama nikawa mzuri, lakini ni kwa neema. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Hata wokovu ni neema, sio kazi. Hakuna mtu ambaye alifanya kazi ya kujiokoa. Ni Mungu alituhurumia na akatufanya jinsi tulivyo, akatuokoa, akatubadilisha tukawa watu ambao sasa wameokoka, wako katika ufalme wake. Tumetoka katika ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa nuru. Kwa hivyo hakuna kitu cha kujigamba kwamba umeokoka. Hapo hakuna kazi ya mwanadamu, kazi yote ni ya Mungu. Akamtuma mwanao pekee aje afe msalabani kwa sababu ya mwanadamu. Mahali mwanadamu hangeweza kujitoa, Mungu mwenyewe kwa huruma zake akaja akamtoa. Siku ya leo jambo kidogo ambalo nataka share pamoja kutoka kitabu cha Yeremia 1 na mstari wa 11. Yeremia 1, nabii Yeremia 1 mstari wa 11. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Huyu ni nabii Yeremia, na alikuwa mtoto mchanga ama mtoto mdogo, miaka yake haikuwa mingi, na Bwana akamjia na akamwambia ya kwamba amemweka kuwa nabii kwa mataifa. Naye Yeremia akaona kana kwamba haistahili yeye kuwa nabii kwa sababu ya umri wake, lakini Mungu akamwambia kwamba ni yeye ambaye amemchagua awe nabii. Si yeye amejichagua, ni Mungu alimjua tangia zamani, tangia kama misingi ya dunia haijawekwa. Ndio neno la Mungu linasema ya kwamba kabla haujakuwa katika tumbo la mama lako, nalikuona, nalikujua, na ukuwa tumboni mwa mamako, nalikutakasa uwe nabii kwa mataifa. Na Mungu anakuja ili kuona kana kwamba wanaelekea safari moja, kana kwamba wako njia moja, kana kwamba wanapatana kimuonekano. Na Biblia inauliza katika Amosi 3, je, watu wawili wanaweza kuendana safari moja kama hawajaambatana, kama hawajapatana? Na kwa hivyo Mungu akataka kujua na kuona kana kwamba wanapatana kimawazo, wanapatana kimuonekano na kimtazamo na nabii Yeremia. Akamuuliza, nabii Yeremia ama Yeremia, unaona nini? Naye nabii Yeremia akajibu akasema ya kwamba naona ufito wa mlozi. Naye Mungu akamrudishia akamwambia ya kwamba umeona vema. Kwa hivyo kuna wakati unaweza fika ukwe hauoni vyema ama hamuambatani ama hauoni sawa na Mungu. Mtazamo wako sio mtazamo wa Mungu. Njia yako si ambaye Mungu anayeipitia. Na kwa hivyo hamuwezi kuambatana, hamuwezi kutenda kazi pamoja. Na kwa sababu kazi ya unabii sio kazi ya mtu binafsi, ni kazi ya Mungu unayoitenda, lazima basi uonekane ama ukuwe na muonekano sawa na Mungu.
lazima muwe njia moja, lazima muambatane kimawazo, lazima muambatane kimuonekano ili ufanye kazi. Na kuona ni kusema ya kwamba lazima macho yako yawe sawa. Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni, kazi kubwa aliyeitenda ni kufungua ama kufanya vipofu waone. Vipofu waone. Kwa sababu vipofu, kama mtu ni kipofu, mara nyingi hawezi kujipeleka mahali anataka kwenda. Lazima apelekwe, lazima asaidiwe. Watu wengine unaona vipofu wako barabarani, wanaomba msaada, wanaomba sadaka wapewe. Na kwa hivyo, ili mtu asiwe mzigo, ili mtu ajipeleke mahali anataka, asisumbue wengine, Yesu Kristo akaona kwamba ni vema kama angefanya vipofu wajionee, ili wajipeleke kazi zao, ili wasikue mzigo kwa watu, wajibebe mahali. Na akafanya kazi nyingi ya kufungua watu macho. Lakini jambo moja ambalo nataka tulione ni lile katika kitabu cha Marko 8, ambalo Yesu Kristo analetewa kipofu, na anapoletewa yule kipofu anamguza macho yake, kisha anamtemea mate. Kisha Yesu anauliza yule kipofu, unaona nini? Yule kipofu akasema ya kwamba sioni vizuri kwa sababu naona watu ambao wanakaa kama miti na wanaenda. Naye Yesu akamguza mara ya pili, na Biblia inasema ya kwamba yule mtu akaona sawa sawa, akaona vitu sawa sawa. Na kwa miujiza yote ambayo Yesu Kristo aliyatenda, hii ndiyo moja tu peke yake ambayo Biblia inasema ya kwamba alirudia mara ya pili, ama alifanya jinsi alikuwa amefanya mara ya kwanza, akalifanya na mara ya pili. Wote miujiza yote Yesu Kristo aliyefanya, alikuwa anaambia mtu chukua gondoro lako uende, na hajamuuliza unaenda vizuri. Anamwambia, anakuta mwingine ambaye amepagawa na mapepo, anayakemea na kuambia kwamba yatoke, na yanatoka, na hivyo ni imetosha. Lakini kwa hii moja Yesu Kristo anamuuliza, je, unaona nini? Kwa sababu kile ambacho unakiona ni muhimu sana katika maisha. Muonekano ambao uko nao katika maisha ni wa maana sana, kwa sababu ndio muonekano ambao unachukua mambo nayo ndio inakusaidia kufanya decisions ambazo unafanya katika maisha yako. Kwa hivyo kama hauwezi kuona vizuri, kama macho yako ya roho haioni vizuri, basi decisions zako sio vizuri. Basi hauwezi kumfuata Kristo, hauwezi kumfuata Mungu kwa njia zake kama hauoni vizuri. Kwa hivyo kitu cha maana katika maisha kwanza ni kuona, je, tuna muonekano mmoja na Kristo? Mtazamo ambao niko nao, je, unalingana na wa Mungu? Unaendana na wa Mungu? Ili kwamba tuenende na yeye, ili kwamba njia yetu iwe moja, muonekano wetu uwe mmoja. Kama basi hauoni vizuri, kama kwamba hauna mtazamo wa Mungu, basi kuna shida mahali, kuna kasoro mahali, na maisha itakuja kukulemea. Mungu mwenyewe akamshika Ibrahimu, akamtoa nje na kumuonyesha nyota za angani, na kumuuliza, je, Abrahamu unaona nini? Akasema nyota, na ni nyingi, haziwezi kuhesabika. Sawa. Akamtoa mara ya pili, ama akamwambia mara ya pili, akamwambia, angalia macho yako, yatazame na macho yako. Angalia kaskazini, angalia kusini, angalia magharibi, angalia mashariki. Kwa sababu nchi ambayo unaiona, kwa hivyo kitu hapa ni kuona
nchi hii yote ambayo unaiona ndiyo nitakayokupa. Kwa hivyo mahali ambapo Ibrahimu angefikisha macho yake, hapo ndipo Mungu angempatia nchi hiyo. Angalia, tazama kutoka mahali ulipo, angalia pande zote, nchi hii yote ambayo unaiona. Basi kama Ibrahimu hakuna kitu ambacho alikuwa anakiona, hangepokea. Ukitaka chochote kupokea kutoka kwa Mungu, lazima muwe na mwenendo na mtazamo mmoja na yeye. Ili kupokea kile ambacho unakihitaji. Je, unajiuliza, tuko na mtazamo mmoja na Mungu? Je, tuko sawa na Mungu kimuonekano? Isije ya kwamba mimi naona vitu vyangu naye Mungu anaona vitu tofauti ambavyo vinastahili kuwa katika maisha. Kwa sababu unaweza kuwa unaomba gari, lakini Mungu kwa mtazamo wake anaona kana kwamba hujafika kiwango kile cha kupatiwa gari. Kwa sababu hawezi ukampatia mtoto wako kabla hajahitimu gari, kabla hajapata driving license, kabla hajapata ID, hawezi ukampatia gari. Itakuwa makosa, itakuwa hatia, itakuwa kumuumiza, itakuwa ni kama kuangamiza yule mtoto, kwa sababu hajahitimu. Naye Mungu anatuangalia kama watoto wake. Je, kile ambacho tunakiomba tumehitimu kukipata? Tumehitimu yeye kutupatia? Kama hatujahitimu, basi anasema goja uhitimu kwanza. Anaangalia kwanza misingi. Nikimpatia hiki, ataweza weight yake ataweza kuibeba. Asije akakupatia kitu ambacho ni it's heavy, kina uzito kuliko foundation yako. Kwa hivyo kwanza anafanya foundation yako ikuwe nzuri, isimame, ikuwe thabiti, ili kwanza akikupatia majukumu hayo, akikupeleka hiyo another level, ukuwe mtu ambaye anaweza kushikilia ama kushika that level. Jina la Bwana libariki. Na kimtazamo, nataka tuone mtu mwingine anaitwa Daudi. Alipotiwa mafuta na Mungu na kupitia mtumishi wake Samuel, na Daudi akarudi malishoni kulisha kondoo za baba yake. Kisha baba yake akamwambia ya kwamba aende akaangalia ndugu zake ambao walikuwa vitani wakiwa na mfalme Sauli. Na alipofika pale akakuta ndugu zake na jeshi lote la Israeli limetiwa wasiwasi, limetiwa uoga na shujaa mmoja, jitu ambalo lilikuwa linaitwa Goliathi. Wote walikuwa wanaogopa wakimuona Goliathi. Wote wanapotea wakimuona Goliathi. Ni sawa walikuwa vitani na wanasema wako vitani. Jeshi lote linasema liko vitani. Lakini wakati wowote yule shujaa Goliathi alipoinuka, wote walikuwa wanapotea. Wote, hakuna mtu aliyekuwa akisimamia hapo. Wanapotea, wako na silaha zao zote za vita, lakini yule Goliathi anaposimama, wote wanapotea. Lakini wote wanasema wako vita. Hadi wakati ambapo Daudi alipoingia. Na Daudi, kwa sababu yeye alikuwa na muonekano na mtazamo tofauti na jeshi la Israeli. Hata kama alikuwa mchanga kualiko, alikuwa mdogo kualiko kiumri, lakini mtazamo wake ulikuwa tofauti nao. Alipoingia vitani, akauliza, je, huyu Mfilisti ambaye hajatahiri, kwa nini analeta aibu katika watu wa Mungu? Kwa nini analetea jeshi la Mungu aliye hai
aibu ya namna hii. Haiwezekani. Daudi akaangalia vita hiyo kwa njia tofauti. Hata kama alikuwa mchanga, lakini akaiangalia, mtazamo wake ulikuwa tofauti na mtazamo wa jeshi lote la Israeli, pamoja pia na mfalme wao. Akaona njia ya kupigana na huyu Goliathi sio ya silaha. Sitapigana na huyu Goliathi kwa silaha. Mtazamo wake ukabadilika, ukawa tofauti na wale wengine. Huyu nitampiga na njia nyingine tofauti na ya silaha. Akaleta the divine part of the Israelites. Akasema huyu Mfilisti ambaye hajatai analeta aibu katika nchi na katika jeshi na juu ya watu wa Mungu. Na kwa sababu Mungu alikuwa na agano na wana wa Israeli kwamba yeye atakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wake. Watu wa Israeli watakuwa wakiweka tumaini lao ama imani yao juu ya Mungu, naye Mungu atakuwa akiwaokoa kutokana na majanga, kutokana na adui zao. Na yule Goliathi, jitu Goliathi, hawakuwa na agano na Mungu wa kweli. Hakukuwa na maagano. Na kwa hivyo Daudi akamshindia Goliathi kimtazamo. Akaleta mtazamo mwingine ambao ni tofauti na ambao ulikuweko. Na mimi nataka kukuuliza siku, je, uko na mtazamo upi katika maisha? Usiwe kama lile jeshi la Israeli. Walikuwa vitani, walikuwa wanapigana na Wafilisti, lakini hakuna vita ambao walikuwa wanapigana kwa sababu ya mtazamo ambao walikuwa nao, kwa sababu mtazamo wao ulikuwa kutumia silaha, na kwa silaha hawangeweza yule Goliathi. Wakati Daudi alipokuja, akakuwa ndiye wa kuwaokoa jeshi lote la Israeli. Kwa nini? Kwa sababu alibadilisha kimtazamo. Alibadilisha kimtazamo wa vita hiyo. Alibadilisha mwelekeo wa vita ile kwa kutumia another way of doing things. Going the God's way. Seeing in God's perspective. I want to challenge you this day. From what perspective are you approaching life? From what perspective are you approaching your Goliath? From what perspective are you approaching your battles in life? If you are approaching your life or your Goliath or your battles the wrong way, then for sure you will be defeated until you change your perspective to be God's perspective. Because God cannot and will not be defeated. If you face your life, you face your battles, you face your Goliath, what you are facing today, change this perspective to be God's perspective. Then you are more than a conqueror. Be blessed in the mighty name of